Kutoka katika kumbukumbu ya vitabu vya historia, dunia inaitambua Argentina kupitia mpelelezi wa kizungu Mreno aliyefika katika karne ile ya 16, Joao de Lisboa, ambaye alifika na kugundua kwa maana ya Argentina ilipo, akifika Buenos pale, na tangia hapo dunia nzima ikatambua uwepo wa Argentina. Hii leo mashabiki wa Boca Juniors wako hapa Marekani kwa ajili ya kuishangilia timu na kuisupport. Hawa ndio mashabiki wenye hisia za tofauti. Hawa ni mashabiki ambao wanakupa raha na burudani. Lakini hii hapa bendera ya Benfica. Huyu hapa ni Angel Di Maria, kiwa anafanyiwa utambulisho wa kawaida, na ni utaratibu wa kawaida katika michuano hii ya Club World Cup msimu wa 2025. Wachezaji wakiingia mmoja baada ya mwingine wakiwa wanatambulishwa rasmi uwanjani ili kupata ule utambulisho sambamba na kile ambacho kimekuwa kikitokea pia katika michezo mbalimbali ikiwemo NBA chini Marekani. Wamekuwa na utamaduni wa namna hii, na ndicho ambacho wameamua kukikopi na kupesi katika michuano ya kombe la dunia la vilabu msimu huu, wakiwa wanafanya utaratibu wa tofauti. Mchezaji wa Benfica leo kikanuni, mechi Boca Junior yuko nyumbani, Benfica yuko ugenini kikanuni, lakini wote hawa wako nchini Marekani, mataifa mawili yenye historia kubwa, akirudishwa mpaka karne ya 16 Joao de Lisboa alipokwenda kuigundua Argentina na kuitambulisha duniani. Otamendi, nyota wa zamani wa Manchester City na mchezaji wa kimataifa wa Argentina, kiwa anaitumikia Benfica, ndiye mchezaji wa mwisho na nahodha wa kikosi cha Benfica akiwa anaingia uwanjani. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo inakutanisha wababe wa soka, mmoja kutoka bara la Ulaya na mwingine kutoka bara la Amerika ya Kusini. Boca Junior miongoni mwa klabu ambao zimefanikiwa zaidi pia duniani, zikiwa na mataji mengi. Ukimwondoa Real Madrid, Al Ahly anafuata Boca Junior. Ni moja ya timu ambayo imepata mafanikio makubwa kweli kweli, lakini ni moja ya timu ambayo mara nyingi kwenye ile dabi ya Super El Clasico ya pale Argentina wanacheza dhidi ya River Plate, moja ya mechi ambayo mara nyingi pia imekuwa ikihamishwa pia viwanja kutokana na uhasama ama utani wa jadi wa hizi timu mbili. Lakini mara nyingi pia hata ngumi zimekuwa zikipigwa. Awamu hii wapo kwenye Club World Cup, kwenye mashindano ambayo yamebadilishwa mfumo kutoka kwenye ule mfumo wa zamani na kuja kwenye mfumo mpya. Mfumo mpya ambao kuanzia mwaka huu, yani kwa maana ya 2025, michuano hii itakuwa ikitokea kila baada ya miaka minne. Kikosi cha Boca Junior hicho naweza kaona hakuna mabadiliko makubwa kati ya wale ambao wamekuwa wakianza mara kwa mara. Lautaro Branco, Ayrton Costa, Nicolas Luiz wako katika mstari wa ulinzi, lakini utamwona Bataglia, nyota ambaye katika ligi ndiye nyota ambaye amechukua kadi za njano nyingi. Top scorer kikosi Miguel Merentiel naye pia yupo katika kikosi cha kwanza, kiwa amepata nafasi ya kwanza. Anatoli Tubin akipata nafasi ya kuaminiwa hii leo na Bruno Lage, kocha mkuu wa kikosi cha Benfica, nao pia wakiwa wamefanya mabadiliko kadhaa, lakini yuko kikosini Renato Sanchez, amekuwa kikosini pia nahodha Nicolas Otamendi, Alvaro Carreras, Angel Di Maria pamoja na Pavlidis. Top scorer wa kikosi cha Benfica naye pia yupo. Chumba cha VAR kama kawaida atakuwa akitoa usaidizi kwa mwamuzi wakati wa mchezo wa hii leo. Cesar Arturo kutoka Italia ndiye atakayekuwa akisimamia sheria 17 za kabumbu hii leo. Nahodha wa Benfica ni Nicolas Otamendi, wakati nahodha wa Boca Junior ni top scorer Miguel Merentiel. Hapo ni utaratibu wa kawaida tu kujua nani ataanzia wapi na nani atakuwa wapi. Shaka amesha kubaliana, na kitakachofuata ni picha ya kumbukumbu, mchezaji pamoja na officials. Angel Di Maria miongoni mwa wachezaji wenye experience kubwa katika majukwaa makubwa ama tournament kubwa, lakini huyu hapo
ni Carlos Palacios, moja kati ya wachezaji ambao ni top assist. Anafanya kazi nzuri sana akiwa uwanjani. Ameshafunga mabao 3 na assist 3 msimu huu. Mchezaji wa Benfica wakiwa wameenda kuwapa pongezi mashabiki ambao wamesafiri kutoka mbali, kutoka Ulaya. Wakati hawa ni Boca Junior wakiwa wanawashukuru mashabiki wao ambao wanamzuka kweli kweli wakiwa wamefika nchini Marekani. Na siku chache tulizopita tulishuhudia moja kati ya tangazo kubwa la game likiwa linahusisha pia Boca Junior. Kama ulifahamu ama kama ulipata nafasi ya kumuona bwana mdogo mmoja msimu uliopita, alifanikiwa kwenda kushuhudia mechi ambayo inawakutanisha Boca Junior pamoja na River Plate, na akiwa ameuza game yake pamoja na pikipiki ya baba yake, lakini hawakufanikiwa kupata hela ticket kuingia ndani. Moja kati ya video ambayo ilisambaa sana kule TikTok. Yule bwana mdogo naye amepata shavu la maana. Boca Juniors wamemuona na wamemweka katika tangazo, amepata shavu la maana. Hiyo ndio mpira, ndio maana ya mpira. Ni moja ya vitu ambavyo pia vinaweka kumbukumbu nzuri. Ukumbuke ni moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi kwenye bara la Amerika ya Kusini, hasa kwenye taifa la Argentina, na kiona inatumia shabiki wake kwenye matangazo. Ni moja ya vitu vya kuvutia kweli. Bwana mdogo alisafiri kutoka Argentina mpaka Rio de Janeiro, Brazil pale kwenda kushuhudia mchezo wa fainali wa klabu bingwa kwenye bara la Amerika ya Kusini, kwenda kuitazama timu yake. Na kwenye ile video anakuambia hii ni Boca Junior. Boca Loco. Hatari. Kinachosubiriwa sasa ni kipenga cha mwamuzi. Na mkaribu sana mwana michezo pote pale ulipo. Hii ni kombe la dunia la vilabu msimu 2025. Mechi ya raundi ya kwanza hatua ya makundi, kundi C, kikutanisha Boca Junior dhidi ya Benfica. Meto Tagato, James Tagato, Nicola Alex Ingereza. Tutakuwa sote mpaka dakika 90 zitakazokamilika, kwa kwanza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Haya, Boca Junior wameanza kwa pressure. Mali katika umiliki, imepelekwa katika mapana ya uwanja sasa. Pira umefika aliko Luis tena na boli. Ameshapokwa mahali, wamechukua Benfica. Kaweka assist nyingi. Haya, katika nafasi nzuri sasa amejaribu kuhesabu. Angel Di Maria amembabatiza mtu, mpira umekwenda nje. Kuna kujuza ana rekodi mbalimbali ambazo ameziweka Angel Di Maria msimu mmoja wa UEFA Champions League, ule msimu wa 2013-14 akiwa na Real Madrid. Alifanikiwa kuweka assist 18, ikiwa ni rekodi ya kipekee. Uliza mwamuzi, vipi hujaona? Mwamuzi anamwambia hapana, cheza kabumbu, ni changamoto ya kiungwana. Kino kitazama hapo, mtu alimfika mguuni. Angel Di Maria akiwa analalamika bado. Jaribu kuwabembeleza na kuona namna gani wanaweza kuwavuta vizuri. Bruma amenyimwa nafasi ya kufanya kile alichotamani kukifanya. Pasi imepitishwa, lakini Angel Di Maria ameblock na kuchukua mali ile. Mipango inaanza tena. Renato Sanchez upeleka mpira, umefika kwa Alvaro Carreras. Haya, Otamendi, pasi ndefu imefika kwa Angel Di Maria, ameondoshwa katika reli. Vitu vingi vimepungua. Haya, umepigwa mpira mrefu ule, lakini ametoka katika njia na kwenda kucheza Trubin. Gian Infantino huyo akiwa yuko uwanjani pia anashuhudia moja kwa moja mtanangeu kati ya River Plate, kati ya Boca Junior dhidi ya Benfica, mechi ambayo pengine leo inatazamwa na watu wengi kutoka bara la Amerika ya Kusini, lakini pia na bara la Ulaya kwa ujumla, hasa kutokana na ushawishi wa timu zote hizi mbili, mmoja kutoka bara la Ulaya, mwingine kutoka bara la Amerika ya Kusini. Mpira kurusha huo tafutwa Palacios, lakini hakufanikiwa kupata mpira. Bado wanao Boca, timu ambayo licha kwamba maskani yake ni Amerika ya Kusini, lakini imeanzishwa ikiwa imeasisiwa na waanzilishi wake wakiwa wanatoka Ulaya, kwa maana ya wale wa awali kabisa wakiwa wanatoka Genoa, kwa maana nchini Italia, lakini hiyo junior ikiwa ni lugha ya Kiingereza ikitumika kipindi hicho. Kwa hiyo unaweza ukaona Boca Junior ni timu ya Amerika ya Kusini, lakini waasisi wake wanatoka Ulaya, na ndio maana ni timu ambayo mapema sana ilianza kutengeneza connection na bara la Ulaya
na ilikuwa ni rahisi kwa wachezaji wanaotoka hapa kwenda barani Ulaya. Nitakuja kujuza baadaye. Lakini kumbuka hii ni timu ambayo ilimlea Diego Maradona na ndiko ambako alikuja kumalizia pia kabumbu lake Diego Maradona Armando. Mpaka sasa Boca Juniors 0, Benfica 0. Mipango inawekwa tena. Haya, mesogezewa mpira. Moja kati ya wachezaji wa kuchungwa sana ni pamoja na Vangelis Pavlidis, ni mchezaji wa kuchunga. Otamendi anaonyesha bado vitu vipo. Mchezo mpira mrefu umepotea sasa. Haya, umechapwa mpira kofi ule. Lakini bado Samuel Tahli, Angel Di Maria mekwenda kubabatizwa kwa watu wawili. Angel Di Maria yuko chini, mwamuzi anaonyesha mpira utapelekwa kwa faida ya Benfica. Yuko chini. Leo anakutana na baraka kweli kweli. Mshambuliaji Marentiel ilibidi kwenda kufanya kazi. Ndiye top scorer wa kikosi cha Boca Junior kwa sasa, Miguel Marentiel, akiwa amefunga magoli 6 na asisti 3. Hao wote wawili walikwenda kumgonga kwa pamoja. Hizi ni features muhimu ambazo zitaanza kuonekana msimu huu, kwa maana kwenye michuano ya Club World Cup. Na hiyo kamera uliyoiona ni kamera maalum ambayo iko kwa mwamuzi, kwa inatupa view ya kile ambacho mwamuzi alikuwa anakiona wakati mchezo ukiwa ama madhambi yakiwa yanafanyika. Teknolojia nzuri kabisa ambayo imetumika kwenye mashindano haya kwa ajili pia kumrahisishia mwamuzi kuona tukio kwa ukaribu zaidi, ukiacha kwenye jile jicho lake la kawaida ambalo huwa mara nyingi analitumia, lakini amepata jicho la ziada. Otamendi, na huyo ni Bruno Lage, anapiga makofi, anaambia vijana pambaneni. Mesetiwa nje pale. Haya, shuti tena, lakini mpira umekwenda kubabatiza. Hata hivyo ni offside. Mwamuzi anaashiria kuwa alitangulia kabla ya mpira. Ni offside. Tazama jinsi ambavyo alimtazama mtu Angel Di Maria. Jicho la mwewe, pasi nzuri kweli kweli ile. Kampata mtu, lakini mpira ulikwenda kugonga nguzo. Ukiangalia vizuri kwenye picha ya marejeo utaona kabisa ilikuwa ni clear offside. Wakati Angel Di Maria anacheza ule mpira, kidogo sehemu ya bega ilikuwa imetangulia mbele kwa mchezaji wa mwisho wa Benfica, huyo hapo. Bruma lipata nafasi nzuri ya kufanya jambo. Tazama hii. Engo hii ndio nzuri zaidi. Jaribio halikwenda vizuri, kigonga nguzo. Na hivyo mwamuzi anaashiria pengine Agustin Mashasin ni kama alikuwa anapoteza muda. Haya, nafasi nzuri, gonga mpira, wamekoma katika wavu. Licha ya kwamba hawajashambulia mara nyingi, lakini nilikwambia hatari iliyopo kwao Boca Juniors wanapokwenda kuisogelea lango. Top scorer wa kikosi Miguel Marentiel amefanikiwa kuweka kamba, na hii kwa msimu huu inakuwa ni kamba yake ya 7 msimu huu. Mashabiki wa Boca Juniors wamechizika kweli kweli, wamefurahi mno, hawaamini kile ambacho kimetokea. Kazi nzuri ikiwa imefanyika, kazi kubwa kweli kweli, licha kwamba walikuwa nyuma kwa muda mrefu. Haamini hata yeye mwenyewe Nicolas Otamendi, ni kama anaona yuko usingizini hivi, wakati uwanja wote ukiwa umelipuka. Hard Rock Stadium imefurahi na kile ambacho kimetokea, lakini ni maumivu kwa Otamendi. Tazama mpira mrefu sana ule ulipigwa mbele, kagongwa kwa utosi, ukiwa ni mpira elekezi, na hapa kinachotazamwa ni kama ulipaswa kuwa offside, lakini jinsi ambavyo alikwenda kuachwa mtu, pasi kipitishwa kwa uzuri, tachi nyepesi na laini mno, mpira umekuwa katika wavu. Alex, makosa ya kiulinzi ambayo aliyofanya Benfica ndio ambao amekuja kuwagharimu. Angalia ilivyochezwa cross vizuri kabisa, na captain akaingia katikati ya walinzi wawili wa Benfica, akaugusa mpira kiulaini kabisa, mpira ukaenda wavuni. Bao la kwanza wanaandika Boca Junior. Hawajashambulia mara nyingi kwa dakika hizi 22 za mchezo. Mara nyingi walikuwepo nyuma ya mpira, na hili ni shambulizi lao la pili tu ambalo wamelifanya kwenye dakika 20 hizi za kwanza, na wamefanikiwa kupata bao moja, wakati Benfica wameshambulia mara nyingi lakini hawajaweza kupata hata bao moja. Haya, mesetiwa mahali pazuri, gonga mpira ule, lakini hivyo umekwenda nje. Utakuwa kurusha Marentiel yule.
Unapokuwa nahodha wakati mwingine unaongoza kwa mfano. Ndicho ambacho amekifanya Miguel Merentiel. Ameongoza kwa mfano. Nahodha mpaka sasa ndiye ambaye ameweka bao ambalo linatofautisha. Mpira kurusha huo. Alvaro Carreras. Mpira juu ya kichwa. Jaribu kumtafuta Bruma lakini mpira umeondoshwa. Haya, ulikofika bado ni eneo la hatari, hata hivyo ameupoka mali ile. Tafanya nini? Cheza eneo baya. Pigwa mpira mrefu kumtafuta Merentiel. Ulipodondoka ni pazuri. Anao tena. Merentiel amembabatiza Otamendi. Ni vita ya nahodha kwa nahodha hiyo. Lakini Otamendi amefanya kazi yake kwa uzuri kabisa na kumzuia Merentiel ambaye anaonekana kuwa mwiba mchungu kwenye eneo lake la mbele. Na mashabiki ha Boca Juniors hawa wakiendelea kuanikiza jinsi ambavyo wamempachika jina la San Miguel. Haya. Mpira umerejea chini. Badili upande na umefika vizuri, lakini jinsi ambavyo ameucheza Luis bado tena upo ni faida. Pojuju ule kwenda na kuondosha Luis Florentino. Uwanjani mpaka sasa wako Luis wawili. Huyu anayeshika mpira ni Luis naye pia. Haya, batiza Palacios, lakini mpira amekwenda kuzama Nicolas Otamendi na kuzuia. Wakati huo Renato Sanchez akiwa anatoa maelekezo. Hawajawahi kupoa, hawajawahi kuboa hata kidogo. Naendelea bado kuhanikiza mashabiki. Kati Boca Juniors mpaka sasa wamefanya majaribio 4 na 1 limelenga lango. Na hilo ndio ambalo limekuwa bao. Benfica wao wamefanya majaribio 4 lakini hakuna ambao limelenga lango. Mekwenda kuchanganyana wenyewe. Yuko na mpira sasa. Florentino Luis amebadilisha upande. Unaona kwenye dakika 5 za mwisho walau timu inaonekana kuwa na mikimbio mizuri kuanzia kwenye utengenezaji wa nafasi. Chezo mpira juu ule. Gonga katika nafasi nzuri, weka mpira kambani kwa mara nyingine tena. Ni kama wamegundua udhaifu. Rodrigo Battaglia akisafiri kwa kichwa amekwenda kutumbukiza mpira katika wavu. Mashabiki wamefurahi kweli kweli. Raha ipo kwa mashabiki mwao. Unaweza ukaona nyuso zao jinsi ambavyo zimefurahi. Nini hiki kinatokea? Amefurahi Edson Cavani. Otamendi haamini. Makosa wanayoyafanya Benfica ameendelea kuwanufaisha Boca Juniors. Mpaka sasa wanaongoza mabao 2-0. Kocha haelewi, mashabiki wakiwa wanafurahi tu. Raha, makosa alianzia hapa. Ulichezwa mpira juu Kakongo kwa mara ya kwanza, lakini alikaa vizuri Rodrigo Battaglia na kwenda kutumbukiza mpira kwenye wavu. Kichwa cha kuseti kile alisetiwa vizuri na akautumbukiza mpira katika wavu. Battaglia alikaa katika sehemu nzuri na kuruka kucheza mpira uliojaa moja kwa moja wavuni na kuiandikisha Boca Juniors bao la pili la kuongoza tena zaidi. Mabao 2 mbele. Benfica ambao leo walionekana kuanza vizuri lakini mambo hayakwenda vizuri. Otamendi nyota ambaye anashangaa nini ambacho kinatokea hapa. Kiwa ameruhusu mabao 2 ndani ya dakika chache tu za mchezo. Dakika chache za mchezo wameruhusu mabao 2 ikiwa walianza kucheza vizuri kweli kweli. Na hawa ni vijana kutoka kwenye mji wa Buenos Aires, sehemu ambao pia amezaliwa Otamendi, na leo anacheza na vijana wa nyumbani kwao kabisa. Na wanamwambia subiri, hapa tu kwenye vita nyingine. Wale tumetoka kwenye mji mmoja lakini hapa tunatetea bendera 2 tofauti. Wewe uko Benfica na sisi tuko Boca Juniors. Tunatetea vijana wa nyumbani. Hii ni furaha ya vijana wa Buenos Aires. Mechi nzuri kweli kweli. Dakika ya 29 ya mchezo Boca Juniors anaongoza kwa mabao 2-0. Kinachotazamwa hapa ni kuona kama Dali alifanyiwa madhambi na Palacios Carlos, mchezaji anayeongoza kwa assist. Mwamuzi anaonyesha kuwa hakuna chochote kitu. Naiona ile kamera pale sikioni, ndo kamera pale ilipo. Nakumbuka miongoni mwa
mambo ambayo pia yanatumika kama sehemu ya maboresho kwa msimu huu kwenye michuano ya kombe la dunia ni semi automated, kwa maana ya ile utaratibu ama teknolojia ya kugundua offside, kifaa maalum kikiwa kimewekwa katika mpira. Lakini mbali na hapo pia mwamuzi atakuwa akitoa maelezo ya nini ambacho kimetokea kwa mashabiki ambao wako uwanjani kwa matukio mbalimbali ambayo VAR itakuwa ikisimamisha mchezo kwenda kuyangamua. Haya, umepoka Boca Junior, peleka mpira mbele, licha kwamba umiliki huko kwa Benfica, lakini mabao mpaka sasa ni Boca Junior akiwa anaongoza 2-0. Dakika 30 zimekatika mpaka sasa. Bado mipango ya kutafuta mabao haijakaa vizuri kwa upande wao. Morentiel huyo nyota ambaye amekuwa na kiwango kizuri, amefunga bao moja zuri kweli kweli kwenye mchezo wa leo. Mtoto mdogo huyo anashangilia. Tazama jinsi ambavyo alisafiri Rodrigo Battaglia kwenda kugonga mpira katika utosi wake kwa katika wavu. Mashabiki wamechizika kweli kweli. Hisia ni tofauti kati huko Renato Sanchez akiwa anasema sio mimi tu, wote hatuchezi vizuri. Haya, Angel Di Maria chapa mpira kofi ule, kini hata hivyo amekwenda kuingia vibaya. Frederick Usnes kwenda kucheza madhambi dhidi ya Ayrton Costa. Mwamuzi anamuita Usnes akiwa anajaribu kumuonya. Tazama, alikwenda akachelewa katika mpira, lakini alichokifanya ni kumvaa Costa. Usnes, Frederick, upara wake unamtofautisha kama yuko tayari hivi kunyanyuka tena. Ayrton Costa, mwamuzi amemwambia kama unaweza kunyanyuka, nyanyuka kabumbu iendelee. Wakati huo yuko chini Trubin, meketi kabisa chini. Mara nyingi ukimwona mlinda lango anaketi kabisa chini ni ngumu kuendelea. Bila shaka amepata maumivu. Kia tujaona purukushani nyingi kwake, bila shaka hakuwa fiti pengine. Purukushani hajawa nyingi, lakini yeye amekaa chini kuashiria kwamba ana majeraha. Dakika ya 35 ya mchezo. Pepe yuko juu hapo jukwani, akiwa anasikilizia, anaangalia kile ambacho kinaendelea uwanjani. Mmoja wa wachezaji pia ambao wamekupata mafanikio makubwa akiwa na klabu ya Real Madrid, kwa pia mmoja wa wachezaji ambao wanatazamwa kama role model wa wachezaji wengi pia kwenye taifa la Ureno, na leo yupo hapa kuitazama Benfica kile ambacho anakifanya. Lakini goalkeeper huyu wa Boca Junior amesimama kuashiria kwamba yuko tayari kwa ajili ya mchezo. Wakiwa mbele kwa mabao 2-0 mpaka hivi sasa. Ukiwa nacho inabidi ujidai kidogo, ndio kitu ambacho anakifanya. Lakini bado muda ni mwingi wa kucheza, pengine chochote kinaweza kwenda kutokea huko baadaye, huwezi jua. Dakika nyingi za kucheza. Renato Sanchez huyu hapo anaonekana anajilaumu mwenyewe, lakini ndio hivyo, wako nyuma kwa mabao 2. Bado kazi wanayo, dakika za kucheza zipo, wanayo nafasi ya kurejea ya mchezoni na kufunga zaidi pengine. Maamuzi hapo kwenye miguu yao. Bado dakika ni nyingi za kucheza, dakika 36 tu ya mchezo. Boca katika umiliki. Nicolas Figa mecheza na Marchesin. Nicolas Figa, uwanja umechizika, mashabiki wamenyanyuka. Kelele hizi zinazosikika bila shaka ni mashabiki wa Boca Junior. Mesetiwa mtu vizuri, Palacios uka na mpira ule, chagua kuacha uende nje. Tarusha Palacios.
Sasa bwana mdogo huyu akishakuwa utamwambia nini baadaye kuhusu Boca Junior kuelewe? Mapema tu anza kurithishwa timu. Haya. Wenyewe Argentina wanakwambia Boca Junior ni maisha, River Plate ni maisha. Timu hizi mbili zinapokutana basi ujue shughuli huwa inakuwa ngumu. Kwa maana ya hasimu mkubwa wa Boca Junior ni River Plate. Ndiye hasimu wake mkubwa. Haya, imechukuliwa mali vizuri. Boca Junior wanasuka mipango yao vyema tu na mambo yanaonekana kutiki. Mekamata sasa Palacios. Palacios anahesabu wawili. Palacios mekataliwa. Renato Sanchez yuko na boli. Na hivyo amefanyiwa madhambi. Pressure imekuwa kubwa. Mwamuzi anaonyesha kwamba mpira utakuwa hapo. Mekataliwa kufanya alichotaka kukifanya. Nicolas Figa yuko karibu yake kabisa, hataki kumwacha. Anafahamu hatari iliyoko kwenye miguu ya Vangelis Pavlidis. Angel Di Maria katika mpira wa kona. Kama watafanikiwa kumpitishia mipira mingi kwa kadri iwezekanavyo, basi huu ni nyota hatari kwelikweli. Angel Di Maria ameucheza mpira juu. Taka kutumbukiza mwenyewe kona ile. Takuwa kichuya. Kwenye maeneo kama hayo ni maeneo ambayo Angel Di Maria inabidi umchunge vizuri kweli. Angel Di Maria tena amepiga chini sasa. Lakini haijawa na faida. Narejeshwa tena mpira. Gonga kwa kichwa. Liko dondoka bado ni faida ya kwao Boca Junior. Yuko na boli. Hivyo kuna mtu chini, mwamuzi filimbi yake imesikika. Nicolas Otamendi akiwa amelala chini, alienda kutaka kucheza ule mpira lakini akaguswa hivi. Sasa hapa tafsiri inabaki kwa mwamuzi kutafsiri nini ambacho kimetokea. Kwenye mguso upo ndani ya box, yes. Alikuwa na faida kiasi gani? Hilo ndio swali ambalo mwamuzi pengine anaweza akaenda kutathmini vizuri, na pengine kwa sababu alikuwa karibu ya tukio lile, bila shaka ameona vyema. Moja ya sababu kubwa waamuzi kuwekewa kamera maalum, licha ya kwamba ni kupata view ya mwamuzi katika matukio mbalimbali kwa karibu, lakini pia ni sehemu ya kufanya monitoring, kujua mwamuzi aliona nini, ama alifanikiwa kuliona tukio vizuri ama kuona. Anakwenda kutazama katika VAR ili kujiridhisha na tukio lililotokea, ili kuona kama inawezekana kuwa penalty. Inaweza kuwa ni jambo la penalty. Lianza kupata mashaka, na nilikwambia Alex, matukio kama haya pia yanategemea mwamuzi atatafsiri vipi. Hapa mwamuzi sasa anakwenda kupata picha za marejeo kutafsiri kile ambacho kimetokea. Mguso ulikuwepo. Bila shaka ukiona kasi hii ametaka real time, yani kupata kasi ya mchezo ama kasi ya tukio jinsi ambavyo lilikuwa. Lakini hapa nafikiri hii ndio engo nzuri zaidi ya kuonyesha tukio. Ataamua nini mwamuzi? Acha tumsikie pia akiwa anatoa maelekezo. Ni kadi nyekundu. Kadi nyekundu hiyo imetoka. Kama ni kadi nyekundu manake, kwa mujibu wa mwamuzi, baada ya kujiridhisha penalty, VAR imeamua ni penalty mara baada ya mwamuzi kwenda kujiridhisha. Ni penalty ambayo amepata Benfica baada ya kuchezewa madhambi Nicolas Otamendi kwenye eneo la 18. Ukitazama kwenye picha ya marejeo, alifaidika moja kwa moja. Yeye ndo alikuwa kwanza kucheza mpira. Naweza ukaona hii hapa ni video ya mwamuzi jinsi ambavyo alikuwa anatazama tukio. Kwenye engo aliyokuepo ilikuwa ni ngumu kuona kama kuna mguso wa hivyo. Palacios ndiye ambaye alikwenda kufanya madhambi yale, lakini kadi nyekundu imetoka. Tutajua ni Ander Herrera, ni kama alikuwa analazimisha kwenda kutazama pale na yeye kwenye VAR. Ameonyeshwa kadi nyekundu sasa. Bila shaka licha kwamba amepata majeraha, lakini itambidi kutumikia adhabu. Boca Junior ni kama hawajaridhika hivi.
Angel Di Maria yuko nyuma ya mpira. Ni mtaalam sana wa set plays Angel Di Maria. Acha tuone hii itamfaidisha kwa kiasi gani. Msimu uliopita amefunga mabao 8 akiasisti mara 5 katika ile michuano ya ndani kwa maana ya ligi, lakini kwa ujumla wa michezo yote ambayo amecheza ni 40 akifunga mabao 15 na asisti 8. Kwenye Champions League amefunga bao 1. Acha tuone huku atafungua akaunti yake ya mabao ni Angel Di Maria dhidi ya Marchesín Agustín. Tulivu sana Angel Di Maria. Anatazama vizuri na amepoa tu hapa, anasubiriwa mwamuzi. Kumbuka zimeongezwa dakika 7 mara baada ya 45 kukamilika. Ongezwa dakika 7 kufidia zile ambazo zilikuwa zikipotea. Haya, Angel Di Maria sasa amesharuhusiwa. 1 2 3. Angel Di Maria, wow! Wow! Just wow! Cool as you like. Angel Di Maria, utulivu wa kutosha kabisa, mlinda lango akienda upande mwingine na mpira umepigwa upande mwingine. Bao lake ni kama limekwenda kuamsha matumaini kwa Benfica ambao walikuwa wamelala dolo kweli kweli. Walikuwa kama hawapo uwanjani. Sasa nao wameanza kusikika wakiwa wanapiga kelele. Bao la kwanza kwa Angel Di Maria katika michuano ya kombe la dunia, lakini ni bao lake ndio ambalo linawapa bao la kufutia machozi mpaka sasa kwa Benfica. Utulivu wa kutosha mno Angel Di Maria ya Boca Junior. Nafasi nzuri sana hiyo Boca Junior ameipata, amembabatiza mtu, mpira umekwenda nje. Hivyo Otamendi anauliza vipi, sio offside? Mwamuzi amenyanyua juu akiwa anamaanisha kuwa ni offside. Wapinzani wa karibu kabisa wa Benfica ni Sporting CP ambayo mechi yao imepewa jina la Derby de Lisboa, kwa maana ya timu zote hizi zinatoka jijini Lisbon, Ureno. Ndio maana imepewa jina la Derby de Lisboa, lakini wapinzani wao wengine ni FC Porto. Hii inaitwa O Clásico kwa maana ya classic game. Hao ndio wapinzani wa karibu ama watani wa karibu kabisa, mahasimu wa Benfica. Ondosha mpira ule, kintayari ni kona. Kwa upande wa Boca Junior, wao wapinzani wao wa karibu kabisa ni River Plate. Na hii ni mechi moja kubwa, dunia nzima huwa inaitazama mechi hii. Ni mechi ambayo inateka si tu Argentina, inateka na dunia. Kikumbuka kile ambacho kilitokea, kumekuwa na majanga tofauti, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinaongeza utamu ni goli ambalo alifunga Diego Maradona mwaka 1981 akiwa bwana mdogo kabisa. Kadi ya njano hiyo onyeshwa Pavlidis, kadi ya njano. Utulivu unakosekana sio tu kwa Benfica, Boca Junior pia nao kana utulivu unakosekana. Evangelos Pavlidis ameonyeshwa kadi ya njano. Okunkoku ocheza mpira katika nafasi nzuri, weka mpira katika wavu. Otamendi katika nyakati ambazo huwezi kudhani ama haikudhaniwa inaweza kuwa hivyo. Otamendi amekutana na mpira ambao alisafiri akiwa peke yake bila pressure yoyote. Hawaamini mashabiki wa Boca Junior. Walionyanyuka sasa ni mashabiki wa Benfica. Sio tu mashabiki, hata wachezaji. Costa yuko chini hoi, haamini ambacho kimetokea. Dakika 83 ameweka mpira, tazama hiyo. Alisafiri akiwa peke yake Otamendi, free kabisa bila pressure yoyote, amekwamisha mpira katika wavu. Bao la kusawazisha, bao la pili.
ambayo ameyafanya Boca Juniors ni kumruhusu Otamendi aruke akiwa peke yake. Mpira uliingia vizuri kwenye kichwa chake na kuweka mpira wavuni. Bao la pili kwa Benfica, na bao la kwanza yeye ndo alisababisha mkwaju wa penalty ambao Angel Di Maria alienda kuhamisha wavuni, lakini hii ni mara ya pili Otamendi atumia vizuri nafasi ya ambayo aliachiwa na wachezaji wa Boca Juniors, karuka mpira akiwa peke yake na kuweka mpira wavuni. Dakika ya 84 ya mchezo, 2-2 baada ya Boca Juniors kuongoza kwa muda mrefu zaidi, lakini wameshindwa kufikiria kwamba kuelekeza mwishoni. Watajilaumu sana kwa jinsi ambavyo mambo yamekuwa. Benfica wamepungua mchezaji mmoja kwa maana ya ndani, licha ya kwamba timu zote hizi wana kadi nyekundu, lakini kwa wachezaji walioko ndani Benfica na mchezaji pungufu. Kadi ya njano hiyo. Kadi ya njano hiyo imetoka Pavlidis kwenda kukanyagwa na kuondolewa stendi zile. Yuko na haya, ulikodondoka ni pazuri. Alvaro yuko na mpira. Alvaro amekataa. Augustin Mashasen, kama mpira ungekuwa katika wavu, basi ingekuwa ni moja kati ya comeback yenye ladha ya kipekee yake kwa msimu huu kwenye michuano ya Club World Cup. Aiton Costa ameonyeshwa kadi ya njano akimchezea vibaya Evangelos Pavlidis. Mpira mrefu ule ukipigwa mbele, jaribu kuchekecha na kuona kama anaweza kufanya nini. Zeballos, mpira umekwenda mpaka nje. Dakika 90 zimekamilika katika uwanja wa Hard Rock Stadium, Miami Garden, Florida, nchini Marekani. Mchezo ambao umekamilika kwa timu zote mbili kutoshana nguvu ya kufungana mabao 2-2. Boca Juniors 2, Benfica 2. Wachezaji unaweza ukawaona jinsi ambavyo wamechoka, wametweta na jasho, lakini mpaka dakika 90 Boca Juniors 2, Benfica 2. Hii ni FIFA Club World Cup 2025 hatua ya makundi, na hii hapa ilikuwa ni mechi ya kundi che, mechi ikiwa imekamilika kwa uzuri. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka TV3 kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Burudani bado inaendelea. Metotagato James Tagato nilikuwa na Alex Ingereza. Nikutakia usiku mwema.